Hapana. Sasa hivi mpaka watu wanafanya maamuzi. Unaona hizi ndoa hizi, watu wanafanya maamuzi kwa kutumia mitandao ya kijamii. Na kuna influencer wengi, unakuta watu walioko popular kwenye mitandao, maisha yao wanayoishi sio hata maisha ambayo ni sahihi, sio maisha ambayo yanaongozwa na neno la Mungu, lakini kwa sababu ni watu popular, unakuta wanashawishi wengine kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi katika mambo yao mbalimbali. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini sana. Tusipime mashauri au tusipime mambo kwa kuangalia yanayoendelea katika ulimwengu, katika dunia. Sisi kama wana wa Mungu tunapaswa kuongozwa na neno la Mungu, kuongozwa na Roho wa Mungu. Walio wana wa Mungu ni wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Amina tu Mungu. Kwa hiyo ili ufanye kwa usahihi, tunapaswa kuongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo tafuta ushauri kwa watu wenye uzoefu, lakini pia epuka kufanya maamuzi kwa hisia. Pale alipochukua maamuzi ya wale vijana ilikuwa ni hisia tu. Alifanya kwa hisia. Usifanye maamuzi kwa hisia. Mara nyingi wanasema kwanza unapokuwa uko katika status, katika state, katika hali ya hisia ambazo sizo, usifanye maamuzi. Amina mtu wa Mungu. Mara nyingi ukiwa kwenye hasira, ukiwa umechanganyikiwa, ukiwa una maumivu, usifanye maamuzi. Kwa sababu mara nyingi maamuzi yako yataongozwa na zile hisia. Hayataongozwa na neno la Mungu. Kwa mara nyingi ukiwa na hisia utakosea katika kufanya maamuzi. Usifanye maamuzi pia ukiwa na hisia. Amen? Yeah. Lakini kitu kingine tunajifunza kwamba kiburi kinaleta uharibifu. Kiburi kinaleta uharibifu. Tunaona hapa kiburi cha Rehoboam. Mfalme huyu mwana wa Daudi, Rehoboam, kiburi chake kimepelekea uharibifu juu ya Israeli. Amefanya watu wakatawanyika. Wana wa Israeli baada ya kuja pamoja, baada ya kukosa kiongozi, baada ya kupata majibu ambayo hawakuyatarajia, wakatawanyika. Kiongozi usipotumia hekima, ukatembea katika kiburi kwamba watanifanya nini? Mimi ndio mwenye nafasi. Mimi ndio nafanya kama nitakavyo. Ukiwa na hicho kiburi, inaleta uharibifu juu ya watu unaoongoza. Unaweza ukawakuta watu wakatawanyika. Kwa hiyo ukikosa hekima utatawanyisha wale unaoongoza. Amina tu Mungu. Jibu ambalo alikuwa na wale vijana kwamba waambie mimi sio kitu changu, sio kama kitu cha baba yangu, majibu ya kiburi. Waambie si nini nitafanyia maradufu. Kama ni uharibifu kwa babangu nitafanyia maradufu. Majibu ya kiburi. Haya majibu hayakuwa na hekima. Kwa kiongozi tu hapa alikosa hekima. Tunahitaji kuwa na hekima kama viongozi, lakini pia kama waamini tunaweza kutembea katika hekima. Tupime mambo yetu yote kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Au kama angekuwa ni Yesu Kristo ndo ameshuka. Sababu sisi ni mabalozi wa Kristo. Sisi tunapokuwa tulipo pale, sisi ni barua tunasomwa. Popote pale tulipo, sisi ni nuru. Tunapaswa kuangaza gizani. Popote pale tulipo, sisi ni chumvi. Tunachokifanya kinapaswa kuleta ladha. Kwa hiyo tunapaswa kupima kwa kumlingana Kristo. Kwamba angekuwa ni Yesu Kristo anatembea hapa mtaani, kapewa jambo kama hili, kakutana na changamoto kama hii yangu, Yesu Kristo angefanyaje? Alafu wewe fanya kama mambo Yesu Kristo alifanya. Amina mtu wa Mungu. Yes, kwa sababu tunasomwa, sisi ni wawakilishi wa Mungu hapa duniani, tunasomwa. Ni barua inayosomwa. Kwa unapotembea barabara usifikiri uko tu peke yako. Unasomwa mtu wa Mungu. Mwambie jirani yako unasomwa. Mwambie maisha yako yanasomwa. Maisha yako ni mfano. Kwa hiyo ishi kama mfano bora. Tenda kama mfano bora. Amua, fanya maamuzi kama mfano bora. Ndio, fanya maamuzi kama mfano bora. Amina? Yes. Kwa hiyo kama kiburi huwa kinatawanyisha, kinagawanyisha, basi Bwana wa Mungu ukiwa kama ni kiongozi, mahali pote pale ulipo, tunapaswa kutembea katika unyenyekevu. Vyovyote vile ulivyo, cheo chote ambacho unacho, hali yoyote ambayo unayo, nyenyekea mtu. Kila anayenyenyekea atakwezwa. Amen. Usijikweze wewe kwa nguvu zako au kwa mistreat watu, kuwatendea watu vibaya ukifikiri kwamba hiyo ndio sahihi. Hapana. Fanya vile ambavyo ni sawa na neno la Mungu linavyosema. Nyenyekea na Mungu atakuinua. Lakini pia watu wao wanajua. Watu wanajua tu wanyenyekevu. Wewe nenda kwenye serikali. Kwenye serikali, wanafanya kazi serikalini, wanajua ni ushahidi. Ukienda serikalini ukiwa mchapakazi na ukawa mnyenyekevu, there's no way kwamba hautapanda. Nenda
ofisi yoyote ile, ukiwa mchapakazi, ukawa mnyenyekevu, kwamba una watu wa juu unawaheshimu, watu walio chini yako pia unawaheshimu, hakuna namna ambayo hautakuwa. Utakuwa tu. Utaona maongezo ya ngazi kila itopo leo. Watu wakiuliza tumweke nani nafasi hii, utatajwa, utaongelewa kwa sababu ya hali ya unyenyekevu. Amina, mtu wa Mungu. Wewe una biashara zako, namna ambavyo unawatreat wateja wako. Ukiwatreat vizuri, hao wateja watakutaja sehemu nyingine kwa watu wengine. Ukiwatreat vibaya, hakuna atakayekusaidia vizuri, na tunawategemea wateja wetu watusemee vizuri ndio biashara zetu zikue. Sisi tunasoma mambo ya biashara, tunajifunza kitu kinaitwa word of mouth. Neno la mdomo kwa Kiswahili sound vizuri, lakini inaitwa word of mouth. Word of mouth ni moja wapo ya njia za kukutangaza au za kukuza biashara yako. Unahitaji kutumia nguvu nyingi, unataka tu uboreshe huduma yako, uboreshe bidhaa zako, uziweke vizuri. Ukiwa na mteja mmoja umjali kama mfalme na ufanye vizuri kila kitu kwa hekima. Huyo mteja mmoja akikuletea 10, wote ukawafanyia vizuri. Hao 10 nao wakakusemea vizuri, kila mmoja akakuletea 10. 10 mara 10 ni ngapi? 100. Una wateja 100 hao. Au 100 nao ukajitahidi kuwafanyia vizuri, kila mmoja akakuletea 10. 10 mara 100 ni ngapi? 1000 si ngapi? Kwa sababu unaona hesabu unaona namna ambavyo vitu vinakwenda vikiongezeka na kukua. Kwa unyenyekevu unamuinua mtu. Wakati mwingine utaona kama umeinuliwa kwa lift ndio kuweka juu. Hapana. Wewe fanya tu kwa usahihi. Alafu baada ya muda utaona ule usahihi kama ambao umeleta matokeo mazuri. Amen. Yes, kwa hiyo tuepuke kiburi katika nafasi tulizonazo kama viongozi. Tunataka tutembee katika hekima. Tunajifunza kuhusiana na hekima ya uongozi na hekima kama waamini pia. Lakini kitu kingine tunachojifunza tukienda kwenye hii sura ya 10 ya Mambo ya Nyakati wa Pili, tunajifunza kwamba uongozi ni huduma. Uongozi ni huduma. Wewe umepewa uongozi, mtu wa Mungu. Hiyo ni huduma unatoa, ni service. Unakuwa wewe ni mtumishi kwa wale ambao unawaongoza. Amina. Kwa hiyo kama wewe ni mtumishi kwa wale unawaongoza, unapaswa kweli kuonekana kweli ni mtumishi. Tumikia hiyo nafasi vizuri kwa ustadi, kwa bidii. Usitumie mabavu. Huyu Rehoboamu, wazee wanakuja wanamshauri, wanamwambia kama Rehoboamu awe mpole kwa watu wale, awatendee mema, asiwatendee kama baba yake alivyowatendea. Ndio ushauri ambao wazee walimpa, kwamba wewe kuwa tu mpole kwao. Wamekuja wanataka hayo, kuwa tu mpole kwao, watendee mema. Jambo dogo tu kama hilo, kwamba kuwa mpole, watendee mema. Kwani angepungukiwa na nini? Kuwa mpole na kuwatendea mema watu. Unapungukiwa kitu? Haupungukiwi kitu chochote. Tena unakuwa unatenda matendo ya Mungu na unasomeka kama barua iliyo njema. Inakuwa kwako ni faida kwa sababu unafanya mambo yaliyo sahihi. Kwa hiyo alitakiwa tu kwamba yeye asikie sauti ya wazee. Na ajue kabisa kwamba hata kutenda mema ni huduma, ni kumtumikia Mungu au kutumikia nafasi ambayo umepewa. Sasa yeye kaenda kutumia mabavu. Kafanya kama alivyofanya kama tulivyosoma. Kitu ambacho sio sahihi. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo wewe ukiwa katika nafasi ya uongozi unapaswa kuitumikia hiyo nafasi, kwa sababu kiongozi ni huduma. Na nafasi kutumikia tu kama mimi kama ni mwenyekiti nitakuwa nakaa kwenye kiti kila siku na nini. Kuitumikia nafasi pamoja na kuwatumikia watu nao waongoza. Amina, mtu wa Mungu. Wanapokuja wana mahitaji yao, wana mashauri wanataka, wasikilize, wahudumie. Popote pale ulipo. Sawa, mtu wa Mungu. Maana sio tunaangalia tu kwamba hii sasa ni pale tu kama na uongozi kanisani. Hapana, popote pale ulipo. Hata kwenye familia yako. Wewe ukiwa kama ni mama, wewe ni kiongozi pale tayari. Wale ambao unawaongoza nyumbani kwako pale, unapaswa kuwatumikia, kuhakikisha kwamba ustawi wao unahakikisha wana ustawi mzuri pale walipo. Wewe ni kaka, wewe ni dada, kaa kwenye nafasi yako. Kuna watu hapa ni makaka na madada kwa majumbani kwenu, lakini mmeacha nafasi zenu, hamzifanyii kazi, hamzitumikii. Sio sahihi. Tunapaswa kushika nafasi zetu na kutumikia nafasi zetu popote pale tulipo. Upo kazini, umepewa nafasi, itumikie. Itendee wema. Watendee wema unaowaongoza. Heshimu wa juu na wa chini. Amen. Kuna saa watu unaowaongoza wanakera. Watakukera tu lazima, kwa sababu watu hawezi kwenda
sawa sawa na wewe unavyowaza. Watu wao wanawaza tofauti, lakini pamoja na kwamba wanaweza wakaja wakakuchokoza, wakakukera, wakakuambia vitu ambavyo hutaki kusikia, kama Rehoboam alipokuja kuambiwa na wana wa Israeli, lakini bado unapaswa kutumia hekima kutatua yale ambayo unayapitia. Amina, mtu wa Mungu. Kuna saa itafika saa ya kuwa mkali, utakuwa mkali, lakini kuwa mkali pia kwa hekima. Kuwa mkali pia kwa hekima. Lakini pia kama ni ofisi, kama ni sehemu yoyote, huwa kuna sheria na taratibu. Jifunze kufuata sheria na taratibu ulizojiwekea popote pale, kwenye kundi lolote lile ambalo wewe unaongoza. Jifunze kuwa na sheria na taratibu, zile zitakusaidia uongoze kwa hekima. Kwa sababu kama ni kitu ambacho mlijipangia na mkakubaliana na mkaambiana wote, hapa ndio sheria na taratibu zetu, utakapozitumia na kuzichukua, watu hawatakupa lawama wewe, watazilaumu sheria na taratibu, kwa sababu ndizo ambazo walizichagua na wakajiwekea. Amina. Kwa hiyo fuata zile sheria na taratibu kama miongozo yako, usifanye tofauti na hivyo. Amina, mtu wa Mungu. Jambo lingine ambalo tunajifunza kupitia hii sura ya 10, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 10, tunajifunza, tunaona hapa kwamba maamuzi mabaya huwa yanaleta madhara. Maamuzi mabaya huwa yanaleta madhara. Maisha yamejaa kufanya maamuzi kila siku. Wewe tu kusema asubuhi leo nimeamka, hasa kumekucha, asante Mungu kumekucha, ile tu kusema kwamba leo naenda kanisani ni maamuzi. Na kuna mwingine amesema leo siendi kanisani kwa sababu kuna mvua, nayo ni maamuzi pia. Amina, mtu wa Mungu. Wewe uliyekuja kanisani, uchukua maamuzi ya kuja kanisani, si utapata faida ya kuja kanisani, si ndio? Lakini yule aliyechukua maamuzi ya kukaa nyumbani pia atapata matokeo ya kukaa nyumbani. Kwa kama yuko katika mikandamizo, ataendelea kukaa katika mikandamizo. Kama ilikuwa ni mtego wa adui, leo yeye asije kanisani, adui anaendelea kumtengenezea njia ya kumtega ili akaenda akamwangushe mahali fulani, anaendelea kupalilia njia za adui. Amina, mtu wa Mungu. Kwa maamuzi mabaya huwa yanaleta maangamizo. Kila siku unafanya maamuzi, kila kitu, kila jambo unalolifanya, mpaka kula kwamba sasa nasikia njaa nikale, ni maamuzi. Yule aliyekuwa anasikia njaa afu asile, kafanya maamuzi mabaya. Matokeo yake atafanya nini? Anastarve. Baadaye ndo tunaanza kuona kama ni mtoto anakuwa anakonda, anapata utapia mlo. Kama ni mtu mzima anapungua uzito, anakongoroka. Yote haya ni matokeo ya maamuzi. Kwa kila maamuzi unayofanya, kama ni maamuzi mazuri, yatakuletea matokeo yaliyochanya. Lakini ikiwa maamuzi mabaya, yatakuletea matokeo ambayo ni hasi. Tunaona kwamba baada ya maamuzi ya Rehoboam, wana wa Israeli wametawanyika. Katawanya kundi la Mungu, akabaki anaongoza wachache badala ya kuongoza wengi, kwa sababu ya uamuzi wake aliyowafaa, uamuzi mmoja tu mbaya. Sasa kama maisha yamejaa maamuzi kila siku, kila baada ya muda unafanya maamuzi, unafanya maamuzi, yaani hapo ulipo, hali ulionayo ni kwa sababu ya maamuzi unayofanya kila siku. Amina, mtu wa Mungu. Mwambie jirani yako, hivyo ulivyo ni maamuzi unayofanya kila siku. Na unakotaka kwenda pia panategemea maamuzi utakayokuwa unayafanya kila siku. Huko unakotaka kwenda, hiyo ndoto ulionayo hiyo, inategemea maamuzi yako utakayokuwa unachukua kila siku. Hatua unazochukua kila siku ndio zinapelekea ufike kule unakotaka kwenda. Kwa hiyo angalia sana namna unapofanya maamuzi, kwa sababu ukifanya maamuzi mabaya, matokeo hayatakuwa mazuri, hautafikia kile unataka kufikia. Na ukifanya maamuzi mazuri, utafikia kule unakotaka kufikia. Amina, mtu wa Mungu. Roho Mtakatifu akuongoze, akusaidie kufanya maamuzi yanayoongozwa na hekima ya Mungu. Wiki iliyopita tulijifunza kwa habari ya kumwomba Mungu juu ya hekima. Ukiwa kiongozi, kuna roho inaitwa hekima ya uongozi. Hekima ni roho, unaiomba. Kwa hiyo kama wewe ni kiongozi, unaomba Mungu, naomba hekima ya uongozi. Wewe ni mama, Mungu naomba hekima kama mama. Wewe ni mke, Mungu naomba hekima kama mke. Mungu naomba hekima kama mume. Mungu naomba hekima kama baba. Kwa sababu kuwa hiyo position, kuwa hiyo title ambayo unahitaji, ambao unasikia mtoto anakuita baba, mama, wanategemea kuna maamuzi unayofanya kila siku ili wawe na ustawi. Kwa hiyo mwambie Mungu, nipe hekima. Nipe hekima kama mama, kama baba, niweze kuwalea hao watoto wafikie hatima zao. Kwa sababu kuna wakati unaweza kujikuta utafanya maamuzi mengine ambayo ni ya kibinafsi.
ya kukujali wewe tu, ukasahau kwamba kuna watoto ambao unawaongoza, ukasahau una ofisi unayoongoza, ukasahau una cheo mahali fulani, kanisani, kazini, una cheo unapaswa kukitumikia pia. Unahitaji hekima katika mambo yote. Amen. Na hekima kwanza inaombwa, lakini baada ya kuombwa pia inatokana na neno la Mungu. Kadri unavyojaza neno la Mungu ndani yako kwa wingi, ndivyo ambavyo litakuwa linakuongoza, ndivyo ambavyo litakuwa linakupa hekima ya kufanya mambo yako kila itwapo leo. Amen. Yes, kwa muombe Mungu akupe hekima. Hiyo utasoma katika Yakobo 1:5. Amina, mtu wa Mungu. Lakini tunaona pia kwamba ukipuuza watu utaleta uhasi. Kama kiongozi ukiwa unapuuza watu unaleta uhasi. Uhasi ni ile hali ya watu kumwacha Mungu au watu kuacha yale ambayo walipaswa kuyafanya. Kwa hiyo kama ulikuwa ni watu unaongoza kufuata njia fulani, ukiwa unawapuuza unawasababishia uasi. Kidogo kidogo wataanza kuasi, wataanza kuacha. Wakati unakuja tendo linatokea kwamba umeachwa, ni tayari kulikuwa na process, mchakato wa kuachwa kwa sababu ya ule upuuziaji ambao umetokea. Amina, mtu wa Mungu. Katika maisha haya ya kufanya biashara, maisha ya kufanya vitu mbalimbali katika maisha, kuna vitu mtu unakuja unaona kinakuja kutokea matokeo, lakini ukirudi nyuma ukiangalia unaona tu matokeo yale kutokana na upuuziaji. Kuna namna fulani jambo fulani lilipuuziwa mpaka likapelekea matokeo fulani. Kwa hiyo unaona kabisa yani katika maisha ukitembea, wewe jambo lolote ambalo limekutokea ambalo hujalipenda, angalia tu wapi nilipoanza kukosea. Ulipuuzia. Kwa mfano mambo ya kiafya, tunashauriwa tufanye tabia za kiafya. Usipofanya tabia za kiafya, siku unakuja kukutwa na magonjwa. Wewe utajua tu, ukianza kutafuta utajua tu sosi. Jumapili moja tulitoka hapa, kuna mtoto wetu mmoja ya mtoto wetu ambao tunakuja naye hapa kanisani. Katoka hapa kaanza kuwa anatapika mpaka kesho yake anatapika. Kwa nini anatapika? Baadaye anasema kwamba niliomba maji nikanywa maji. Kumbe maji aliyokunywa hajatibiwa. Ona, kanywa maji machafu. Kwa kanywa maji machafu, matokeo yake pitia alichopitia. Naona. Kwa hiyo sometimes unaweza ukapuuzia huwa kila wakati na train nawaambia hakikisheni mkitoka nyumbani umetoka na maji ya kunywa ambayo hayo una uhakika nayo kwamba nimetoka nyumbani ni maji ya kunywa, yalitengwa kwa ajili ya kunywa. Usinywe maji mengine mahali popote pale. Wakapuuzia. Kanywa maji aliyotaka yeye. Matokeo yake litapika yule mtoto, huwezi kuamini. Lakini baadaye akapata msaada. Hakutaka kula chochote, anatapika tu. Kwa hiyo kuna vitu unaweza ukapuuzia, vitu vidogo tu unapuuzia, lakini madhara yake yakawa ni makubwa. Hapa Biblia inatuonyesha Rehoboam baada ya kupuuzia ameleta madhara makubwa ya kugawanya taifa la Israeli. Wakaasi. Wakaasi. Amina, mtu wa Mungu. Kwa hiyo siku ya leo tumejifunza kwa habari ya kusikia mashauri ukiwa kama kiongozi. Katika eneo tunahitaji mashauri, lakini pia kutafuta mashauri hayo kwa watu ambao wana uzoefu. Huyu alichukua kwa vijana, tunaona matokeo yake yakampotosha. Tafuta kwa watu ambao wana uzoefu. Lakini pia kuwa mnyenyekevu, ukiwa kiongozi kuwa mnyenyekevu, kwa sababu ukiwa mnyenyekevu utainuliwa. Ukiwa mnyenyekevu utainuliwa. Lakini pia tunaona kwa habari ya kwamba usipuuzie, kwa sababu unapopuuzia watu unapelekea watu wanaasi. Watu wanaacha. Kama ni wewe ni kiongozi wa Mungu, wa mambo ya Mungu, mtumishi wa Mungu, unapelekea watu wanaacha Mungu. Kwa hiyo umepuuzia, kuna vitu umepuuzia. Unaongoza idara, unaongoza nini ukiwa uwasikilizi watu, usikilizi wanataka nini, usikilizi wanataka. Uwezi ukawa wewe unajua mambo yote kama kiongozi. Ndio maana tunahitaji kamati. Ndio maana hata mchungaji akikaa anaita kamati za vitu mbalimbali. Anataka tushauriane kwa pamoja ili tufanye nini? Tufanye mambo ambayo yamepata mashauri ya wengi. Penye mashauri ya wengi panajenga. Amina, mtu wa Mungu. Penye mashauri ya wengi panakuwa bora. Wewe unaona hata duniani ukikaa kwenye social media watu wanafanya vitu vyao. Mnakuta mtu haendi peke yake. Anaona kabisa mimi naweza hapa. Lakini anajua katika hili nikimtafuta mtu mwingine huyu litafanikiwa zaidi. Katika eneo hili nikimtafuta mwingine huyu litafanikiwa zaidi. Kwa hivyo kuna nguvu pia katika kuwa pamoja. Kwa hata sisi tunapotaka kufanya mambo yetu hapa kanisani kwenye idara mbalimbali. Kwa naongea na wanawake kwa habari ya uwezeshaji wa uchumi ambao unaendelea katika serikali. Kwamba lazima kuundwa vikundi vya watu kuanzia 5. Kwa nini serikali inataka hivyo? Kwa sababu pia wanajua kwa sababu watu wakiungana kuna nguvu. Watasaidiana.
Kuna mtu mwingine atakuwa mlegevu, atabebwa na wenzake. Kuna mtu mwingine atakuwa hana mawazo, hana idea vitu viendeje, mwenzake atakuwa na idea, watachangiana, wataenda mbali. Ndio maana wanasisitiza vitu kama hivyo. Kuna nguvu. Wanasema ukiwa unataka kwenda haraka haraka, nenda peke yako. Lakini ukitaka kwenda mbali, nenda na wengine. Nenda na wenzako. Kwa sababu ukiwa na wenzako mtasaidiana. Kuna mahali hutalegea kwa sababu utasema nikilegea wenzangu watanionaje? Nitawaangusha wenzangu. Kwa hiyo utakaza mwendo ili uende mbele. Kuna mahali utakuwa tu lazima uje kwenye ibada kwa sababu mimi ni kiongozi. Nisipoenda kwenye ibada, ninaowaongoza watafanyaje? Kwa hiyo kuna nguvu katika kuwa na umoja, Simama pale ulipo. Simama pale ulipo, mshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Shukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya neno asubuhi ya leo. Tunahitaji hekima katika mambo yote, hekima katika uongozi. Tumejifunza nguvu ya hekima katika uongozi na nguvu ya hekima kama waamini. Mwambie Roho Mtakatifu, naomba roho ya hekima asubuhi ya leo. Omba hiyo roho ya hekima. Yaani tunahitaji hiyo katika maombi yako. Ukiingia kwenye maombi kila siku, kila asubuhi, popote, asubuhi, jioni, wakati wote, mwambie Roho Mtakatifu, nipe hekima. Nahitaji hekima Bwana. Naomba hekima yako Bwana. Nijaze kwa hekima yako. Rama sheketeri anda raba zikata. Rika zeketeri anda raba zikata. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Rama shetekeri anda rabo zikata. Asante kwa neno lako asubuhi ya leo Bwana. Tumejifunza kwa habari ya hekima katika uongozi, hekima kama muamini. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya roho yako ya hekima. Asubuhi ya leo Bwana, ninaomba ukambatize kila mmoja kwa roho ya hekima. Reke sheketeri anda raba zikata. Nami pia ninahitaji hekima yako Bwana itokayo juu. Hekima yako ya kiungu Bwana ninahitaji asubuhi ya leo. Reke shetekeri anda rabo zikata. Rika masikatari anda rabo zikata. Ninahitaji hekima yako Bwana kama kiongozi, kama administrator. Ninahitaji hekima yako kama mama, kama mke. Ninahitaji hekima yako kama kiongozi kazini. Ninahitaji hekima yako niwapo kwenye kundi, katika jina la Yesu. Nahitaji hekima yako katika mambo yote. Nahitaji hekima yako Bwana. Tunahitaji hekima yako kama kanisa, kama viongozi. Tunahitaji hekima yako Bwana. Rekeshe keteri anda rabo zikata. Rika zakatari ya maramo zikata. Tunahitaji hekima katika kukuamini wewe Bwana. Tunahitaji hekima katika kukutumikia Bwana. Tunaomba hekima yako asubuhi ya leo. Tujaze kwa hekima yako Bwana. Tunapofanya maamuzi kila itwapo leo, kila hatua ya maamuzi tunayofanya Bwana, tujaze kwa hekima yako. Roho Mtakatifu usituache, usitupungukie Roho Mtakatifu. Tujaze kwa hekima yako. Reke sheketeri anda rabo zikata. Rika seketeri anda rabo zikata. Nahitaji hekima katika kumtafuta Mungu. Tunahitaji hekima katika kuhusiana na wewe Mungu. Reke sheketeri anda rabo zikata. Rika zakatara anda rabo shekete. Rika zakatari anda rabo zikata. Hekima itokayo kwako Bwana. Hekima kama uliyompa Sulemani Bwana. Hiyo ndio tunaomba asubuhi ya leo. Reke shekete rebo zikata. Rika zakateri anda rebo zama. Ya masakatari masaka rebo saya. Rika zakatori anda rebo zikata. Reke shekete. Asubuhi ya leo Bwana, mbatize kila mmoja. Mbatize kila mmoja kwa roho yako hekima. Mbatize kila mmoja kwa roho yako hekima. Reke sheketeri anda rebo zikata. Hekima ni sehemu ya roho zako Bwana. Roho Mtakatifu, tubatize kwa roho zako saba. Roho maarifa, roho ufahamu, roho neno, roho nguvu, roho ponyaji, roho shauri. Asubuhi ya leo tunapokea roho zako. Mwambie Bwana, nibatize kwa roho zako saba. Bwana, nibatize kwa roho zako saba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ekesheketeri anda rabo zikata. Asubuhi ya leo kama wewe mgonjwa, mwambie Bwana, nibatize kwa roho ya uponyaji. Mwambie Bwana, nibatize kwa roho ya uponyaji. Ekesheketeri anda rabo zikata. Rika zakata tata. Yekesekete makasakata tata. Rika sakata tata. Bosikata yanda rabo zikata. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Asubuhi ya leo kama uko kwenye hatua ya kufanya maamuzi yoyote, mwambie Roho Mtakatifu, nibatize kwa roho ya ufahamu, roho ya maarifa, roho ya neno. Unahitaji hizo roho
zikusaidie kwenye maamuzi, zikusaidie kwenye maamuzi. Roho ya maarifa, roho ya ufahamu, roho ya neno, roho ya hekima. Unahitaji hizo roho ili ufanye maamuzi sahihi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Akasheketerika sakata rika sheketeria ndarabo zikata malepa suta ya ndarabo zikata rika sakata ya ndarabo zikata. Baba, mvike kila mmoja kwa roho ya ushauri, roho ya ufahamu, roho ya maarifa, roho ya hekima. Batize kila mmoja hata sielewa anafanya nini. Roho wako mbatize sasa, roho wako mbatize sasa, roho nguvu mshukie sasa, roho nguvu mshukie sasa. Tembea Roho Mtakatifu, tembea Roho Mtakatifu. Gusa kila ufahamu, gusa kila ufahamu, gusa akili za watoto wako, gusa roho za watoto wako, gusa maisha ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Rabasheketeri anda rabo zikata rika seketeri anda rabo zikata reke seketeri anda rabo zikata katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi leo kama uko kwenye hatua ya migogoro, uko kwenye mgogoro wa aina yoyote ile, mwambie Roho Mtakatifu, nibatize kwa roho ya ushauri, nibatize kwa roho ya ushauri, nibatize kwa roho ya ushauri. Kila migogoro asubuhi leo inatatuliwa kwa kuwa roho ya ushauri ameingia ndani yetu, roho ya ushauri amejaa ndani yetu. Raboseketarianda rabozikata rikasheketarianda rabozikata katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ribasheketarianda rabozikata rekeshekete yandarabo babobosa rabo babobosa rikazakata yandarabo zikata rikasekete raposhakata yandarabo zikata. Asubuhi leo lolote unalihitaji kutoka kwa Bwana, pokea katika jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Asubuhi leo kila vifungo katika maisha yako vikuachilie katika jina la Yesu Kristo. Kila vifungo vilivyoshikilia maisha yako tunakata hizo kongwa, tunakata hizo kongwa katika jina la Yesu Kristo. Roho za utumwa, wale wana wa Israeli walienda kwa mfalme wakidai hawataki kutumikishwa tena, wakidai wanataka kutoka katika kongwa. Asubuhi leo sema natoka katika kila kongwa, natoka katika kila kongwa, kongwa la utumwa, kongwa la umaskini, kongwa la magonjwa, natoka katika jina la Yesu. Kongwa la kutokwenda mbele, ninatoka katika jina la Yesu. Kila kongwa lilokushikilia asubuhi leo kwa nguvu za Mungu, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu. Utolewe kwa nguvu za Mungu zilizo mahali hapa asubuhi leo, toka katika hilo kongwa. Ekeshekete rikashakata ya babosakata rikasakata. Ikiwa ni dhambi inayokuzinga mara kwa mara asubuhi leo, toka katika hilo kongwa. Roho Mtakatifu yupo kukusaidia, Roho Mtakatifu yupo kukusaidia asubuhi leo. Toka katika hilo kongwa, mwambie Roho Mtakatifu nisaidie, Roho Mtakatifu nisaidie, Roho Mtakatifu nitoe, siwezi bila wewe. Akashekete rikashakata yambasakata rabobosa yandarabosa rikasekete in the mighty name of Jesus. Rakashekete rikashakata. Ikiwa uko katika kongwa la kushindwa kuomba, huwezi kuomba, huwezi kuomba, reboshekete, mwambie Roho Mtakatifu nijaze kwa roho ya maombi, nijaze kwa roho ya maombi. Aboshekete, yeye Roho mwenyewe uomba ndani yetu kwa kugua kusiweza kutamkwa. Asubuhi leo roho maombi akubatize katika jina la Yesu, akujae katika jina la Yesu. Asubuhi leo roho maombi akujae katika jina la Yesu. Pokea roho maombi, kuomba bila kusukumwa, kuomba bila kusukumwa. Roho maombi, inapofika wakati wa kuomba, inapofika saa lako la kuomba, Roho Mtakatifu akakukumbushe, Roho Mtakatifu akakukumbushe. Raboshekete raboshekete rikasakata. Roho yako ipokee nguvu, ikazidi nguvu ya mwili katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akupe kiu ya neno, kiu ya neno. Asubuhi leo pokea kiu ya neno katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru. Boshekete nikashakata rabu sharabo sekretari andarabo zikata reke sekretari andarabo zikata ibrado serere bosha reke sekretari andarabo zikata
katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante kwa kuwa kila tuombapo Bwana unatenda. Kama umesema tuombe, upo wewe unayejibu wakati tunaomba. Asante kwa kuwa asubuhi ya leo umejibu kila tuliloliomba. Asubuhi ya leo umetenda kwa mkono wako wenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Tunapokwenda kwenye ibada ya neno, Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa masikio yetu yatasikia. Masikio yetu yatasikia. Asante pia kwa ajili ya ibada ya sifa na kuabudu. Asante kwa kuwa tutakuabudu katika roho na kweli. Arebo shekete, rika shekete. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Pigia Yesu makofi anapokuja kiongozi wa ibada.